Akiwa anaongoza Mheshimiwa Naibu Spika msafara huu kuingia bungeni kwa ajili ya kuanza kipindi hiki cha jioni. Studio siko peke yangu, mimi ni Christina Nkia na mwenzangu ni Gabriel Zakaria. Kwenye lugha ya alama tunaanza na Protas Mwalongo na baadaye atakuwepo Habibu Opurute. Hivi sasa siwa inawekwa mezani kuashiria kwamba mamlaka ya kibunge inakaa na bunge sasa linaendelea kujadili na linaendelea kusikiliza hoja ambazo zitawekwa mezani na waheshimiwa mawaziri. Kaa pamoja nasi mpaka hapo baadaye kwa ajili ya kusikiliza kinachoendelea. Asante. Bunge tukae. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Majadiliano yanaendelea. Asante Mheshimiwa Bunge, kama ambapo tumetangaziwa mchana, baada ya kumalizika kwa wachangaji upande wa bunge, sasa tunaelekea upande wa serikali. Na tutaanza na mawaziri dakika 10, twende kwenye hoja moja kwa moja. Naanza na waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Waziri wa ujenzi ajiandae na waziri wa uchukuzi pia ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipatia nafasi. Napenda kuanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Balozi Hamisi Omar, pamoja na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila kwa hotuba nzuri walioiandaa wao pamoja na management katika wizara zao, hotuba ambazo kwa kweli ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, lakini vile vile mpango wetu wa 4 wa maendeleo wa miaka 5. Na kwa mara ya kwanza unaona kabisa namna ambavyo kichwa cha bajeti yetu chenyewe namna ambavyo kimeweka msisitizo na msukumo katika swala zima la mageuzi ya kidijitali. Na mimi nipende tu kusema kwamba hii si kwa bahati mbaya hata kidogo, ni uthibitisho wa dhahiri kwa namna ambavyo masuala ya tehama yamehama kutoka jukumu la kuwa saidizi, lakini vile vile kuona sasa namna gani inachukua nafasi yake ya kuwa injini kuu ya kutekeleza malengo ya kifedha mbalimbali kwa ajili ya taifa letu. Nipende kujielekeza katika kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya na kutuletea mwongozo mbalimbali na maendeleo katika taifa letu. Kwa upande wangu nipende pia kushukuru kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo katika jimbo la Kibamba, na naamini yamefanyika mengi pia katika maendeleo mengine katika nchi yetu, lakini pia kwa namna ambavyo wameweka msukumo kuhakikisha kwamba kama taifa tunajitegemea, na unaona kwa namna gani bajeti hii imeweka mkazo kuhakikisha kwamba 74% tunaweza kujitegemea, na naamini safari ni hatua na tutaweza taratibu kuweza kufikia kujitegemea kwa 100%. Hongera sana Mheshimiwa Rais pamoja na timu ya Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Niombe sasa nijielekeze katika kuangalia maeneo mahsusi ambayo nayaona yanaendana dhahiri na masuala mazima ya mageuzi ya kidijitali na masuala ya tehama. Ukiangalia katika swala zima la ujenzi wa mfumo wa kidijitali wa mapato, tunaona ni kwa namna gani inaweka msukumo kuwa na mfumo wa kidijitali wa ukusanyaji na ufuatiliaji wa kodi katika swala zima kuanzia malipo ya lazima ya kidijitali, lakini matumizi ya lazima ya mashine za EFD, lakini mfumo wetu wa jamii namba, pamoja na mifumo mingine ya kikodi itakayotumia akili unde pamoja na big data, lakini pia teknolojia ya blockchain. Kwa hakika haya ni mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa kifedha kwa miaka hivi karibuni. Hongereni sana Wizara ya Fedha. Tunaamini mageuzi haya yataweza kupanua wigo wa kodi, lakini vile vile kurasimisha sehemu kubwa ya sekta isiyo rasmi kupitia miamala ambayo itakuwa inaweza kufuatilika. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili, kupitia ajenda ya kiuchumi usiotumia fedha taslimu, kupitia matumizi ya TAN-QR pamoja na lipa namba kuwa sharti la lazima la kupata na kuisha leseni ya biashara ni jambo la kupigiwa mfano na kuwekewa msisitizo, lakini vile vile swala zima la kuondoa vocha za kuscratch katika maeneo ya mijini, lakini pia swala zima la hitaji la kuwasilisha uthibitisho wa malipo ya kidijitali wakati mali ikiwemo ardhi na magari zinapohamishwa ni swala ambalo litaweza kutuletea mageuzi makubwa na kutuongezea mapato kama taifa. Kwa hakika hili litaendelea kuongeza uwazi, lakini pia litaziba mianya na upotevu wa mapato kama taifa. Lakini eneo la tatu, unaona ni kwa namna gani kupitia bajeti hii
namna ambavyo serikali yetu imejidhatiti katika kutekeleza mapendekezo ya Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya kodi, ikiwemo matumizi ya AI, big data kama nilivyosema, na teknolojia ya blockchain, lakini pia muunganisho wa mifumo yetu ikiwemo ule mfumo wa Tausi wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na mfumo wa TRA wa IDRAS, na yenyewe pia unaona itasaidia sana kuondoa hitaji la kuwasilisha hati za ukamilishaji wa kodi kwa mkono na kutengeneza programu tumizi za bure ya kidijitali ili kuwawezesha wafanyabiashara kuweza kutoa risiti. Yote haya tunaona ni namna gani yataweza kupunguza urasimu na mwingiliano wa moja kwa moja na TRA. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la 5 ambao ningependa nijikite nalo ni upande wa vivutio vya kikodi. Tunashukuru sana haswa katika miundombinu ya mawasiliano. Nipongeze sana msamaha ambao utatolewa kwa upande wa ushuru wa forodha katika malighafi ya nyaya za optical fiber pamoja na nyaya zingine za umeme. Hatua hii itapunguza sana gharama za uzalishaji wa ndani na itasaidia sana katika kuvutia uwekezaji na kuimarisha mtandao wetu wa mawasiliano ambao kwa hakika huu ndio msingi mkubwa wa uchumi wa kidijitali. Eneo la 6, Mheshimiwa Naibu Spika, TEHAMA kama kiunganishi cha sekta zote tunaona ndio mfano ambao unaweka mkazo mkubwa katika mfumo wa kidijitali na matumizi yake. Ukiangalia katika sekta zingine, katika sekta ya elimu unaona ni namna gani katika swala zima la kujifunza na kufundishia litakavyoendelea kuwekewa mkazo, lakini katika swala zima la matibabu kimtandao au telemedicine, lakini vile vile kwa namna ya kuweza kutunza rekodi za kidijitali kwa ajili ya matibabu ni swala ambalo litawekewa pia mkazo, lakini mfumo wa mineral sector management information system katika sekta ya madini. Kwa upande wa kilimo unaona usajili na ufuatiliaji wa wakulima, lakini pia niwahakikishie wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari, kwa upande wetu kama jukumu kubwa tulilonalo la kuhakikisha miundombinu inakuwa rafiki na salama, usalama wa mitandao mingine, lakini pia kuendelea kuimarisha uwezo wetu wa kidijitali, tutaendelea kuwezesha sekta zote na tunaendelea kuthibitisha kwamba sekta ya mawasiliano na habari imekuwa kwa takriban 8.8% kwa mwaka 2025, ikiwa ni miongoni mwa sekta ambazo zinaendelea kukua kwa kasi zaidi, na hii ni ishara ya wazi kwamba unapowekeza katika TEHAMA basi uwekezaji huu unalipa. Mheshimiwa Naibu Spika, kama wizara tunaahidi kusimamia utekelezaji utakaokuwa na tija na tutaendelea kuweka mifumo itakayokuwa tayari ya miundombinu, kwani tunaamini mafanikio ya bajeti hii yatategemea sana ubora wa utekelezaji, na sisi kama wizara tupo tayari kutekeleza wajibu wetu. Tutaendelea kuimarisha mifumo ya TEHAMA na kuendelea kuratibu usimamizi wa utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa uchumi wetu wa kidijitali wa miaka 10. Tutaendelea kukamilisha uunganishaji wa mifumo takriban 110 ya TEHAMA ili kurahisisha kuweza kutoa huduma kwa wananchi wetu. Tutaendelea kuhakikisha TEHAMA inasaidia sekta mbalimbali katika kukusanya makusanyo yetu na mapato. Tutasimamia kwa kukamilisha ujenzi wa mkongo wa taifa ambapo tutamalizia ujenzi wa kilomita 186 kuunganisha mkongo wetu wa taifa wa mawasiliano kupitia Tanzania na Kongo DRC, lakini vile vile tutakamilisha kuunganisha mkongo katika wilaya 17 ili halmashauri zetu pia ziweze kupata nafasi ya kukusanya mapato kidijitali katika halmashauri ambazo bado hazijafikiwa na mkongo wa taifa. Lakini pia nipende kusema tumekamilisha mfumo wa malipo wa kidijitali uitwao Jamii Pay. Wengi walikuwa wakizungumzia wakitolea mifano ya WeChat, na sisi pia muda si mrefu tunazindua mfumo wa Kitanzania kama ulivyo wa WeChat ambao umeboreshwa utakaojulikana kama Jamii Pay, ambao utasaidia sana kuweza kufanya malipo kidijitali. Lakini vile vile tumeanza majadiliano na Benki Kuu, lakini vile vile na taasisi nyingine ndani na nje ya nchi ili kuhakikisha kwamba tunaunganisha mfumo mkuu wa ubadilishanaji wa taarifa za malipo kidijitali wa TIPS ili kuhakikisha kwamba wageni wakiwemo watalii na wakazi wetu wa ndani wanaweza kurahisisha malipo, lakini pia kurahisisha upokeaji wa fedha mbalimbali. Lakini pia kama taifa tunaendelea kukamilisha mkakati wa matumizi ya akili unde, na kwa sasa tunakamilisha mkakati pia wa kitaifa wa utafiti pamoja na ubunifu. Nipende tu kusema kwamba na sisi hatutabaki nyuma katika mapinduzi ya matumizi ya akili unde kama ambavyo wenzetu duniani wanapiga hatua. Tutahakikisha tunaendelea kujenga ushindani katika uchumi wa kidijitali, lakini pia tutazingatia kwamba lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kupata hadhi na matumizi makubwa ya kidijitali, na ambapo tumeshaanza kujenga mfumo wa kitaifa wa modeli kubwa ya lugha ya Kiswahili tunautambua kama National Kiswahili Large Language Model au LLM, na mfumo huu tunaamini utatusaidia sana haswa katika maendeleo ya teknolojia ya akili unde zinazotumia Kiswahili kwa ufasaha
kwa usahihi, lakini pia kwa kuendana na mazingira ya Tanzania. Tunaamini uwekezaji huu katika National LLM yetu ya Kiswahili kwa Tanzania utachochea sana ukuaji wa uchumi wa kidijitali, lakini pia utasaidia kuimarisha ubunifu wa bidhaa za huduma za TEHAMA, itatusaidia kupunguza utegemezi katika sekta ya teknolojia, lakini pia itasaidia sana katika uanzishwaji wa kampuni changa haswa zinazojikita katika masuala ya TEHAMA ambazo zinatengeneza solutions mbalimbali za kidijitali kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Aidha, vile vile tunaandaa mfumo wa akili unde wa jamii AI ambao utaongeza sana ushirikishwaji wa wananchi katika matumizi ya teknolojia, na tunaamini pia nao utakuwa msaada mkubwa katika kuondoa vikwazo vya lugha, kuwawezesha wananchi wengi zaidi kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali, hatua ambayo tunaamini itasaidia sana katika kuhifadhi, itasaidia sana kukuza, lakini vile vile kueneza lugha ya Kiswahili hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kuendelea kujenga uwezo wa taifa katika usimamizi wa data, katika uhuru wa kidijitali au digital sovereignty, lakini pia maendeleo ya kiunde kuzingatia mahitaji na tamaduni za Kitanzania. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikiliza katika mchango wa Mheshimiwa Zainab Issa aliongelea masuala mazima ya upatikanaji wa minara. Nipende tu kusema kwamba tangu tulipoanzisha UCSAF tumeendelea kujenga minara mbalimbali na kwa sasa tunakamilisha ujenzi wa minara takriban 287 inayogharimu takriban shilingi bilioni 29, na muda si mrefu tunaanza awamu ya 11 ya ujenzi wa minara ili kuhakikisha kwamba tunapeleka mawasiliano katika maeneo ya mipakani, katika maeneo yanayohudumiwa na SGR, maeneo ya hifadhi zetu za taifa, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma nzuri na za uhakika na za bei nafuu katika maeneo hayo. Lakini vile vile tumeshakamilisha kuboresha, kuongeza usikivu na kuiongezea nguvu minara takriban 304, na yenyewe pia tutahakikisha tunaendelea na uboreshaji huu ili kuongeza uwezo kutoka teknolojia ya 2G kwenda 3G, 4G na 5G, na tunaamini jitihada hizi tutaziendeleza sambamba na kujenga minara mingine itakayofanywa ujenzi wake na sekta binafsi katika maeneo mengine ambayo bado hayana mawasiliano nchini. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na nipende kusema kwamba naunga mkono hoja hii kwa 100%. Nakushukuru. Asante sana. Nilimtaja waziri wa ujenzi, atafuatana na waziri wa madini, waziri wa maliasili na utalii ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nami naomba nitumie fursa hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia, lakini vile vile naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana watu wa hoja kwa namna ambavyo hoja hii imepokelewa, imechangiwa na imekwenda vizuri sana. Mheshimiwa Naibu Spika, upande wa ujenzi tumepokea hoja kadhaa, lakini nyingi ni msisitizo wa waheshimiwa wabunge namna ambavyo barabara na madaraja yanaweza kabisa na umuhimu wake katika mchango wa maendeleo ya taifa letu. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge ya kwamba Wizara ya Ujenzi imepokea hoja zao zote na tumejipanga kwenda kuzifanyia kazi. Na msisitizo wetu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba tunakwenda na PPP. Miradi ya kimkakati ya PPP tumeipa kipaumbele, na ndio maana juzi katika gazeti la Daily News na magazeti mengine TANROADS imetangaza hadharani barabara ambazo za kimkakati zinazotazamiwa kwenda kuwa za PPP. Na kwa hivyo tumekaribisha waheshimiwa wabunge, mkilitafuta gazeti hilo mtakutana na zile barabara za kimkakati ambazo sisi tumezitangaza hadharani. Tunahitaji uwekezaji kwa njia ya PPP, kwa sababu njia hii tunaona kabisa ya kwamba itatusaidia kwenda kusukuma mbele gurudumu la maendeleo yetu kwa haraka. Lakini njia ya pili ni bondi. Tuna economic corridors, barabara zetu nyingi sana ambazo zile ni za ndio barabara zinajenga uchumi wetu, zinabeba uchumi wetu. Ukichukua mfano barabara ya kutoka Babati kwenda Singida, barabara ya Kilwa Road kwenda mpaka Mtwara na Lindi, barabara ya Mwanza kwenda Sirari Musoma na kadhalika. Hizi zote ndiyo barabara kimsingi zinabeba uchumi wetu. Kwa hivyo tumepanga kuhakikisha kwamba tunakwenda
kuzifanyia ukarabati mkubwa, na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yako dhahiri kwamba tunakwenda kufanya pia si ukarabati tu, ni pamoja na upanuzi wa barabara hizi. Kwa hivyo mkakati wetu, mtaona namna ambavyo tunaanza kuzitoa barabara hizi kutoka katika single carriage zinakwenda kuwa katika double carriage. Kidogo kidogo tunaamini kwamba tutafanikiwa, tutakwenda hatua kwa hatua. Double carriage zitatusaidia watu waondoke katika mtindo wa barabara za kutazamana namna hii. Kwa hivyo mbili zinapita upande mwingine na mbili zinakwenda upande mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi pia msisitizo wetu ni kuhakikisha tunakamilisha miradi yote inayoendelea, na ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa tunaipa kipaumbele cha namna ya kipekee kabisa. Kwa hivyo niwatoe hofu waheshimiwa wabunge ya kwamba miradi yote inayoendelea na miradi yote iliyokwisha kusainiwa, hii ni kipaumbele chetu na tutaendelea kuitazama kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba hatubakizi viporo ili mambo yetu yaweze kupendeza zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho naomba nijielekeze katika hoja ambayo imekuwa ikisemwa na baadhi ya watu. Hapa juzi kiongozi mmoja wa chama cha upinzani alikuwa huko kusini mwa nchi yetu, akafanya na mkutano wa hadhara, anawaambia Watanzania ya kwamba sisi tunakopa, alafu tukishamaliza kukopa ile mikopo haionekani. Nataka nimwambie ya kwamba hakuna kilichokopwa kisha tukakosa kufanya jambo la maendeleo. Katika barabara na viwanja vya ndege vilivyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunampongeza sana Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na ushahidi ni juzi Waziri wa Uchukuzi amekuwa akienda akifungua baadhi ya na kuruhusu ndege zinaruka. Tusingelikuwa na kiwanja cha Tabora, tusingekuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Shinyanga, tusingelikuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Sumbawanga, tusingelikuwa na mradi unaoendelea wa kuboresha kiwanja cha Kigoma, tusingelikuwa na uwanja unaoboreshwa pale Tanga, tusingelikuwa na mpango wa kutengeneza kiwanja cha kisasa pale Manyara. Haya yote tunafanya ni kutokana na mikopo nafuu tuliyoipata kupitia wadau wetu wa maendeleo. Kwa hivyo jambo la kusema kwamba tunakopa lakini hatuna tunalolifanya ni jambo la uzushi, ni jambo lisilo na maana na ni jambo la uchonganishi baina yetu na Watanzania. Labda kiongozi huyu hapendi Watanzania niliotaja katika haya maeneo wapande ATC wakikaa katika kiwanja kizuri cha ndege kama kile cha pale Tabora. Alitaka watu waendelee kutaabika. Ni mikopo hii ndio inayotupelekea tunajenga kiwanja cha kisasa cha Msalato. Ni kiwanja cha mfano, ni kiwanja kitakachokuwa ni hub. Ndege za aina zote katika taifa letu zitatua ni kwa sababu ya kiwanja kikubwa cha pale Msalato. Ni namna ya mikopo hii ndio inayotufanya tunatengeneza barabara ya uhakika ya barabara 6 ya kutoka Chamwino Ikulu mpaka hapa Dodoma mjini, kwa maana ya 3 zitoke na 3 ziingie. Tunajenga mji wa kisasa wa serikali. Hatutaki kufanya makosa. Tunataka miaka 50 ijayo watoto wetu watakapokuja wakutane na jambo ambalo sisi wazazi wao tuliliandaa na likapendeza sana. Naomba waheshimiwa wabunge, kwa sababu ya muda kuto kutosha, nitawapa takwimu ya namna ambavyo nchi yetu imefanya maendeleo makubwa katika mikopo tuliyoikopa. Mikopo hii, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio iliyoifanya Kigoma leo ifunguke. Tunatengeneza barabara ya kutoka Malagarasi kwenda Uvinza ni kwa sababu ya mikopo hii. Kutoka Kasulu kwenda mpaka Manyovu ni kwa sababu ya mikopo hii. Watanzania ni lazima wakatae uzushi wa watu wa namna hii, na mimi nitafurahi kwa sababu nimeifuatilia ziara ile na nikasikiliza kwa makini. Leo kupitia mikopo hii na nia njema ya Rais Samia ndio iliyoifanya watu wanaopita barabara ya kusini, maneno ya kusema kusini imekata mawasiliano
yaondoke. Mheshimiwa Spika, tusingekuwa na mikopo hii, tusingelikuwa na daraja la Somanga na madaraja mengine 81 nchi nzima. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa na taadhima, naomba niseme kwamba tumefanya kazi nzuri na tunasonga mbele na tunayo mikakati mizuri ya kurekebisha miundombinu yetu, na naomba niunge mkono hoja kwa kazi hii kubwa na nzuri iliyowasilishwa hapa na Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi. Nimemtaja Waziri wa Madini, atafuatiwa na Waziri wa Maliasili na Utalii. Waziri wa Uchukuzi ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwa kuwapongeza Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari pamoja na Profesa Kitila Mkumbo kwa wasilisho zuri la budget ambayo inakwenda kugusa maisha ya Mtanzania na bajeti ambayo kwa kiasi kikubwa inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali kwenda kujitegemea. Mheshimiwa Naibu Spika, hoja ambazo zimesemwa kwenye sekta ya madini, hoja kubwa ambayo waheshimiwa wabunge wameizungumza ni hoja ya utafiti wa kina wa madini ili tuweze kuwezesha nchi yetu kufahamu kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia chini ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika nchi yetu ya Tanzania tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa geological mapping kwa 97%. Tumefanya geochemical survey kwa 24%.